tunaangalia jambo la tatu linalosema msalaba una nguvu ya kuinua. Msalaba una nguvu ya kuinua. Na tuliona kwamba katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 12 mstari wa 32 na wa 33, maneno ya Mungu yanasema, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Aliyanena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Aliyanena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Kwa hiyo msalaba wa Yesu umebeba nguvu ya kiungu ya kuinua mtu. Inamuinua mtu, inayainua maisha ya mtu, inauinua uchumi wa mtu, inainua afya ya mtu. Msalaba wa Yesu Kristo umebeba nguvu ya kuinua mtu, kwa sababu Biblia inasema, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote. Kwa lugha nyingine, nitawainua wote kwangu. Nitawainua wote kwangu. Mauti ya Yesu msalabani ilikuwa ni ishara inayotafsiri, inayoonyesha, inayoashiria kuinuliwa kwa wote wanaoendea msalaba. Kwa hiyo ndani yake iko hiyo nguvu ya kuinuliwa. Jioni ya leo natamani tuangalie kwa haraka kidogo juu ya jambo hili kidogo, mambo yanayofanya mtu kushuka chini. Tunapoangalia juu ya kuinuka au kuinuliwa kupitia nguvu ya msalaba, tuelewe pia vitu vinavyomshusha mtu au vinavyomfanya mtu awe chini. Kwa hiyo tutaangalia kwa haraka kama mambo matatu, alafu tupate nafasi ya kumshukuru Mungu na kuomba. Viko vitu ambavyo vinamfanya mtu kuwa chini. Yako mambo ambayo yanamfanya mtu awe chini kimaisha, awe chini kiuchumi, awe chini kwenye afya. Yako mambo yanamfanya mtu awe chini. Jambo la kwanza, kwa wale wanaoandika, dhambi. Andika hiyo. Jambo la kwanza nalomfanya mtu kuwa chini, dhambi. Dhambi ni moja ya kitu kinachomfanya mtu awe chini. Dhambi ni moja ya kitu kinachomzuia mtu asiinuliwe kiuchumi, asiinuliwe. Moja ya kitu kinachomfanya mtu awe chini pamoja na dhambi. Kitabu cha Walumi sura ya 6 mstari wa 23. Walumi sura ya 6 mstari wa 23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mshahara wa dhambi ni mauti. Yaani baada ya mtu kufanya dhambi anacholipa ni mauti. Malipo ya dhambi ni mauti. Kwa hiyo kwa kawaida dhambi ikiingia kwa mtu inaua. Inaua nini? Inaua afya. Inaua nini?
inaua uchumi, inaua nini? Inaua biashara, inaua nini? Inaua ndoa, kwa sababu mshahara wa dhambi yoyote ile ni mauti. Yaani malipo ya dhambi, mtu akifanya dhambi anacholipwa, analipwa mauti. Kwa hiyo moja ya kitu kikubwa ambacho kinayaporomoa maisha ya mtu kwa haraka ni dhambi. Mtu anaweza akasema hivi, tunawaona wenye dhambi wanafanikiwa, tunawaona wenye maisha ya uharibifu wanafanikiwa. Dhambi ni ya Shetani na hao wanaofanikiwa ni wa Shetani. Kwa hiyo ni kawaida baba kuwabariki watoto wake. Kwa hiyo ni kawaida watenda dhambi wanaodumu kwenye dhambi na maisha ya dhambi kubarikiwa na Shetani ili baadaye waangamize vizuri. Lakini vizuri kuangalia pia kwamba hao wenye dhambi wanaofanikiwa miisho yao ni mibaya kuliko kawaida, kwa sababu Shetani hawezi akampa mtu kitu asimnyang'anye na kumharibu. Shetani akikupa kitu, lazima uelewe kuna kitu anatarajia kwako. Hawezi akakupa tu hivi hivi. Kienda kwa mganga wa kienyeji akakupa dawa za kukufanikisha, hata kuonyesha kwamba anahitaji kafara ya damu ya ndugu yako, ila baadaye itahitajika tu hiyo, kwa sababu Shetani hana chakule. Hawezi kukupa kitu ikawa hivi hivi. Kwa hiyo maisha ya dhambi ni moja ya kitu ambacho kinazuia mtu kuinuliwa kiuchumi, kuinuliwa kimafanikio, kiafya, kindoa, kihuduma. Dhambi ndiyo inayodumaza, inaua, inashusha, inaporomoa, kwa sababu dhambi inaua. Kwa lugha nyingine, dhambi ni sumu inayoua viwango vya maisha ya mtu. Viwango vya maisha ya mtu vinauliwa na dhambi. Viwango vya maisha ya mtu vinauliwa na dhambi. Shahara wa dhambi ni mauti. Viwango vya uchumi wa mtu vinauliwa na dhambi. Viwango vya maombi ya mtu vinauliwa na dhambi. Viwango vya utoaji wa mtu vinauliwa na dhambi. Dhambi ikiingia inaua, inamporomoa mtu kutoka kwenye hali alizokuwa nazo, namshusha kabisa chini. Dhambi inaua. Dhambi inamnyima mtu kwenda kwenye viwango vingine. Dhambi inamnyima mtu kuinuliwa juu. Msalaba wa Yesu ni msalaba unaoshughulika na dhambi. Msalaba wa Yesu ni msalaba unaoivunja dhambi, ili mtu aweze kuinuliwa na kuviendea viwango vile ambavyo alipangiwa na Mungu. Unisikilize. Kama msalaba hautaingilia kati, hauwezi kuinuliwa na kwenda viwango vingine, hata kama unataka kwenda huko, kwa sababu kwa njia ya msalaba Mungu anayainua maisha yetu. Kwa njia ya msalaba Mungu anayabadilisha maisha yetu. Kwa njia ya msalaba Mungu anaishughulikia dhambi ambayo inamfanya mtu kuwa duni, na kwa njia ya msalaba hiyo Mungu anayainua maisha ya mtu. Na mimi nikutamkia katika jina la Yesu ya kwamba Mungu ayainue maisha yako yaliyoshushwa kwa dhambi mbalimbali ambazo ulizitenda na zilitendwa na watangulizi wako, katika jina la Yesu.
aliye hai. Mungu akuinue kabisa. Sasa elewa kinachomshusha mtu dhambi. Hata kama una upako aje, unaomba aje, dhambi inashusha viwango vyako. Hautaona maono, hautatoa unabii. Ukitoa itakuwa ni unabii wa kubahatisha, hautafanikiwa. Ukipiga hatua itakuwa ni kwa maumivu sana. Dhambi. Jambo la pili, haraka. Jambo la pili, Mungu akutie nguvu. Jambo la pili, tabia za mtu. Tabia za mtu. Tabia za mtu. Tabia za mtu ndizo zinazoweza kumfanya mtu awe chini, asiinuliwe juu. Tabia zako. Tabia za mtu. Tabia za mtu ndizo zinazomnyima mtu kuinuliwa. Sasa kuna baadhi ya tabia kama 2 au 3 ambazo tutashare hapa. Ziko nyingi, lakini unaweza tukaendelea kuangalia. Ziko tabia ambazo mtu akiwa nazo, tabia hizo zinamnyima kuinuliwa. Nguvu ya msalaba iko kwa ajili ya kuinua mtu, lakini tabia za mtu zinamnyima kuinuliwa, zinamzuia asiinuliwe. Kwa hiyo tabia za mtu ni sababu mojawapo inayomnyima mtu kuinuka au kuinuliwa. Kuinuka au kuinuliwa. Tabia ya kwanza, andika tabia ya uvivu. Nirudia jambo ambalo nalisema mara nyingi. Chochote unachokiona katika mwili ni roho. Chochote unachokiona katika mwili ni roho. Kina msukumo fulani. Ukiona mtu anaongea sana, ndani yake kuna msukumo fulani unaomsukuma kuongea. Ukiona mtu mwingine haongei, ndani yake yuko hivyo, kuna msukumo fulani unaomwambia tunyamaza. Sio kwamba hana vya kuongea, anavyo vya kuongea, lakini ndani yake kuna msukumo tu, kuna nguvu tu, kuna roho tunamwambia nyamaza. Mwingine anaongea, lakini mwingine ananyamaza. Ukiona tu mahali watu wanagombana, ndugu, mke na mume, mtoto na baba, wazazi wanagombana, sio tu kwamba wameamua, kuna roho. Hiyo roho ndiyo inayowagombanisha. Namwambia usema hivi, namwambia na usema hivi, na wakati mwingine inamwingia mmoja, inakuwa inampa vitu vya kufanya ili agombane na wenzake, ili awagombanishe, ili awafarakanishe. Sema hivi. Yaani ndani yeye anaweza asijue, lakini kunakuwa tuna huo msukumo, sema hivi, anasema. Alafu akisema sasa, mimi sikujua, mimi nilikuwa sijui kwanza kama utakasirika, nilikuwa sijui. Kwa hiyo nisema, mimi nilikuwa nasema tu. Sio nilikuwa nasema tu. Kuna msukumo fulani, kuna roho fulani, hiyo ndio iliyokuwa inamsukuma aweze kusema kila alichosema. Kwa hiyo ukiona mtu ana tabia fulani, tabia hiyo ni tabia tu. Tabia inakuwa na msukumo nyuma yake. Tabia ya mtu inakuwa na msukumo nyuma yake. Kuna roho fulani inamwambia hiyo liko sawa. Hilo liko sawa. Haujakosea, hilo liko sawa. Uko sawa tu. Uko sawa. Yaani uko sawa tu kuongea. Unajitibu. Uko sawa tu. Uwe na muda wa kutosha kupumzika. Wewe lala tu. Uko sawa tu. Hata usiposoma neno uko sawa tu. Unaweza tu. Yaani tabia ya mtu, roho, kwenye ulimwengu wa roho zinamjengea mtu tabia. Ukikuta mtu ana tabia ya kuomba, kwa sababu kuomba, mtu anapoanza kuomba, baada ya muda fulani maombi yanageuka kuwa tabia yake, na ndio maana hawezi akafanya chochote mpaka aseme kama jamani tuombe tu jamani. Kwenye kuongea kwake kwingi, maombi yametangulia, Mungu ametangulia. Jamani hapana, tuombe tu. Amna hili jambo tu. Akienda mahali hata kama ni vikao tu,
cha kawaida cha kifamilia, amekuta kikao kinaendelea, lazima akae kwanza aombe, ajenda zinaendelea. Hata kama kikawa, tabia ile ya maombi imejengwa na roho wa maombi. Kuna roho anaitwa roho wa maombi, huyo ndiye aliyejenga hiyo tabia ndani ya huyo mtu, kwa hiyo anakuwa naomba. Sasa ukiona tabia ya mtu yoyote yule, nyuma yake lazima uelewe kwamba kuna roho fulani imejenga hiyo tabia ndani ya huyo mtu, ni roho imemjengea tabia. Kwa mfano tu, sio hiyo nataka kuzungumza hapa, kwa mfano tu tabia ya uongo. Tabia ya uongo ndani ya mtu ni msukumo tu, yaani anajisikia tu akidanganya inakuwa raha kwake, asipodanganya anaona kama amepungukiwa kitu. Ni roho fulani, yaani asipoongeza chumvi kwenye maneno, hajisikii raha. Ni roho kwenye ulimwengu wa roho, lakini roho hiyo imeshageuka kuwa tabia, na ndiyo maana mapepo kwenye ulimwengu wa roho na yenyewe yanaingia kwa watu, yanawapa tabia. Unaweza ukaelewa vizuri ukikutana na mtu aliyepona katika maombi, lugha ya maombi haitaisha. Ukikutana na mtu aliyepona katika utoaji, maombi na kutoa haviishi kwake, yaani anatamani kuwashawishi familia, wewe watoaji, anawaambia mambo mengine, jamani, kumbukeni tu kwa mnamtolea Mungu, haya mengine yataisha, tukumbukeni kwa Mungu. Yaani kuna tabia ile ya utoaji imejengeka. Roho akikaa ndani ya mtu kwa muda mrefu, anageuza tabia za roho zinakuwa tabia za mtu. Mwenendo wa roho ndani unakuwa mwenendo wa mtu nje. Kwa hiyo tabia yoyote ile unayoiona nje ina msukumo wa roho fulani ndani yake, Sasa nimekwambia tabia ya kwanza, hii ni tabia ya uvivu. Kitabu ni cha Mithali sura ya 12 mstari wa 27. Kitabu ni cha Mithali sura ya 12 mstari wa 27. Mtu mvivu hapiki mawindo yake. Mithali 12:27. Bali mwenye bidii anazo mali za thamani. Mtu mvivu hapiki mawindo yake. Kumbuka, kuna tabia zinazomfanya mtu kuwa chini. Biblia inasema mtu mvivu hapiki mawindo yake mwenyewe. Mtu mvivu hapiki mawindo yake mwenyewe. Maanake mtu mvivu hapiki chakula chake mwenyewe. Kwa hali ya kawaida, mtu mvivu anaendelea kuwa mhitaji. Kwa nini hapiki mawindo yake? Ili apike, ni lazima awe mhitaji au aombe mahali. Mtu mvivu hamiliki vitu vyake mwenyewe. Sasa angalia, sio hastahili kumiliki. Kinachomnyima kumiliki ni ule uvivu ulio ndani yake, na ukifuatilia Biblia inasema ya kwamba mtu mvivu ni kama bawaba katika mlango zinavyojigeuza, ndivyo alivyo mtu mvivu anavyojigeuza kwenye kitanda chake. Yaani ile roho inamwambia uko sawa, hauna shida, uko sawa, wewe lala tu, wewe pumzika tu, hakuna haja ya kusumbuka, tulia tu, kila kitu kitakuwa sawa. Ni msukumo ndani anauhitaji, lakini hiyo roho ndani yake imemtengenezea tabia hiyo. Tabia hiyo inamfanya atulie, haoni shida. Kweli msalaba uko kwa ajili ya kukuinua, lakini kuna tabia ukiwa nazo hauwezi kuinuka. Angalia anasema hivi, bali mwenye bidii
anazo mali za thamani. Kwa hiyo kuna tabia ambazo zinamnyima mtu kuinuliwa. Hiyo ni tabia ya uvivu. Na ngoja nizungumze kusudi ya kupata Mungu. Sababu nafundisha. Mimi sitakuwa na wewe siku zote. Nitakuwa mahali. Inawezekana huko mahali pia. Iko hivi. Lazima uwe na bidii ya kuomba. Hauwezi, Biblia inasema amtafutaye Mungu kwa bidii, huyo ndiye atakayemuona. Watu walegevu katika kumtafuta Mungu hawamuoni Mungu. Lazima uwe na bidii ya kuomba ndani yako. Lakini lazima uwe na bidii ya kusoma neno. Yaani wewe sio mchungaji, usomi neno kwa ajili ya kwenda kuhubiri. Unasoma neno kwa ajili ya maisha yako. Hausomi neno kwa ajili ya kwenda kufundisha. Neno la Mungu sio kwa ajili ya kuhubiri. Neno la Mungu ni kwa ajili ya maisha ya mtu. Tunalihubiri hapa kwa ajili ya maisha ya kwako. Ukiona mahali neno la Mungu linahubiriwa, neno la Mungu sio kwa ajili ya kuhubiriwa. Neno la Mungu ni kwa ajili ya maisha ya mtu. Lazima uwe na bidii ya kusoma neno. Ukiomba bila kusoma neno utapotea. Msingi wa maombi ni neno. Neno la Mungu. Msingi wa utoaji ni neno la Mungu. Msingi wa unabii ni neno la Mungu. Msingi wa huduma yoyote ni neno la Mungu. Msingi wa utoaji ni neno la Mungu. Hauwezi kuwa na bidii katika kuomba ukaacha kusoma neno. Kuna kitu kinapungua. Hauwezi kuwa na bidii katika kutoa. Some neno ukawa salama. Haiwezekani. Sasa lazima uwe na bidii katika kuomba. Hilo jambo la muhimu sana. Mtafute Mungu. Tenga. Mungu anataka isikie sauti yako. Tenga muda wa kuomba mwenyewe binafsi. Kuwa na bidii katika kusoma neno. Kuwa na bidii katika kumtolea Mungu. Katika kitu ambacho unatakiwa kuweka bidii ni pamoja na kumtolea Mungu. Kuwa na bidii katika kumtolea Mungu. Kuwa na bidii katika kumtafuta Mungu. Lakini usilisahau hili. Kuwa na bidii katika kufanya kazi za mikono yako. Fanya kazi za mikono. Kuwa na bidii hiyo. Biblia inasema mtu mvivu, maana mtu asiye na bidii, mtu aliye mlegevu hapiki mawindo yake mwenyewe. Hana anachomiliki cha kwake. Hana anachokula cha kwake. Hana anachotawala cha kwake. Mithali 13 mstari wa 4. Nafsi ya mtu mvivu hutamani asipate kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Naona itafanikishwa, itainuliwa. Nafsi ya mtu mvivu tu ile matamanio, anatamani lakini hapati kitu, hamiliki kitu. Yaani standard ya maisha yake inabaki vile vile. Jamani, maisha ya mtu kuinuliwa. Tukisema hapa tuanze kuulizana unamiliki nini? Unajua huyu maisha yake amefika mahali fulani. Pamoja na vyote vinavyompa mtu thamani, mtu ni wa thamani, vinavyoongeza thamani ya mtu ni pamoja na vitu anavyomiliki. Mtu anayemiliki gari, thamani yake sio ya kawaida. Hata akienda tu benki akasema hivi, nahitaji mkopo wa shilingi ngapi? Anamiliki gari la milioni 12. Nahitaji mkopo wa milioni 2. Anakabidhi kadi ya gari, wanampa milioni 2 chap. Lakini mtu ambaye hamiliki hata baskeli, mkopo kwanza kupita kwa balozi. Tafuta na mashahidi wawili. Alafu aenda kuchukua 100,000 tu. Unaona mlolongo ulivyo mrefu. Thamani ya mtu inaongezeka au inaongezwa na vitu. Kumiliki vitu. Maisha yako thamani yake inaongezeka. Unainuka, unainuliwa, unapandishwa juu. Sasa elewa, nafsi ya mtu mvivu hutamani asipate kitu.
itanenepeshwa, itastawishwa, itanawilishwa. Tabia ya uvivu inamweka mtu chini. Nguvu ya msalaba iko kwa ajili ya kumwinua mtu, lakini tabia ya mtu inaendelea kumweka mtu chini. Kitabu cha Mithali sura ile ya 18 mstari wa 9. Mithali 18 ule mstari wa 9. Yeye naye aliye mvivu katika kazi yake, ndugu yake aliye mharibu ni ndugu yake aliye mharabu. Yeye naye aliye mvivu katika kazi zake ni ndugu yake aliye mharabu. Yaani hivi, mtu mvivu na mharibifu ni pacha. Mvivu ni kurwa, mharibifu ni doi. Wanapigwa chungu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Wanapigwa chungu kimoja. Yeye naye aliye mvivu katika kazi zake, katika mambo yake, katika kazi zake, katika mambo yake, ndugu yake ni mharibifu, ni mharibu, aharibuye. Mvivu ni bingwa wa kuharibu, ataharibu kazi. Mvivu ni bingwa wa kuharibu, ataharibu ratiba. Mvivu ni bingwa wa kuharibu, kwa sababu alipo mvivu ana pacha wake anayeitwa mharibifu au aharibuye. Ataharibu kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu muulize jirani yako, ndugu yako nani? Pacha yako nani? Inawezekana ndugu yako ni yeye aharibuye. Mungu akusaidie. Sasa tabia za mtu, vitu vikiharibika, rafiki yangu, unabaki chini. Mambo yakiharibika, unabaki chini. Sasa tabia moja ya tabia inazofanya mtu kuendelea kubaki chini, pamoja na hiyo roho inayoitwa au tabia inayoitwa tabia ya uvivu. Tabia ya pili, kiburi. Tabia ya pili, kiburi. Tabia ya pili, kiburi. Kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 49. Yeremia sura ya 49 mstari wa 16. Yeremia 49:16. Katika habari za kuogofya kwako, kiburi cha moyo wako kimekudanganya. Wewe ukae katika pango za majabali, usikae kilele cha milima. Ujapofanya kioto chako juu sana kama tai, nitakushusha kutoka huko, asema Bwana. Wakati mwingine kiburi, watu wengi wanalinganisha na msimamo. Linganisha sana kwamba mimi na msimamo, siumbishwi. Yaani siumbishwi mimi. Mimi siumbishwi. Mimi sibabaishwi. Lakini kumbe ndani yake kuna roho ya kiburi, lakini yeye amesimamia kwenye msimamo. Mtu yoyote yule ambaye amesimama kwenye msimamo, tabia ya unyenyekevu iko ndani yake. Utamjua katika namna ya kuongea. Utagundua huu ni msimamo, kwa sababu umebeba roho ya unyenyekevu ndani yake. Ni mnyenyekevu, ananyenyekea. Lakini tabia ya kiburi ni tabia isiyokuwa na unyenyekevu. Hamna cha kunifanya, hakuna utakalolifanya. Mimi ndio nimeamua. Liwalo na liwe, mimi ndio nimeamua. Unagundua ndani hamna unyenyekevu. Kwanza hapa nilipo hauna cha kunifanya. Mimi na hela, hauna cha kunifanya. Mimi muombaji, hauna cha kunifanya.
muombaji, haukubabaishi. Unagundua hicho ni kiburi. Sasa angalia anachosema. Kuna mtu alikuwa anaogofya, katika habari za kuogofya kwako anatisha. Kiburi cha moyo wake kilimdanganya. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu alikuwa na uwezo, ana mali, ana utajiri, yuko vizuri. Sema mimi hamna cha kunisumbua. Nasema kiburi cha moyo wako kimekudanganya. Angalia, kiburi cha moyo wako kimekudanganya. Yaani kiburi kinaambatana na udanganyifu. Kiburi chochote kinaambatana na udanganyifu. Udanganyifu kwanza kujiona wewe bora. Fanya biashara watasema mimi ndio nafanya biashara vizuri. Niko vizuri. Kiburi. Kwenye watumishi, kama ni mtumishi, kama ni mwimbaji, mimi ndio mhubiri. Mimi tu ndio mhubiri. Kiburi kinaambatana na udanganyifu. Kiburi kinamdanganya mtu. Chunga kiburi kisikudanganye. Wanawaambia watu kuna mambo yako kama sumu. Ukiyaonja unakufa. Sumu haionjwi. Kuna mambo yako hivyo. Kuna mambo yako hivyo. Sasa moja ya kitu ambacho kinamwangusha mtu, kinamshusha mtu ni pamoja na kiburi. Biblia inasema hivi, kiburi hutangulia, huja anguko. Majivuno yanatangulia, anguko linafuata. Biblia inasema hivyo. Chunga sana. Kinachozuia wakati mwingine Mungu asikuinue ni tabia ya kiburi. Hebu tuanze tu hapa, mimi naweza hii. Kama tu leo na hali hii ya maisha, afu kiburi kimekuja. Wewe ukiinulia, wewe utawaambia watu, "Haya, laleni chini." Ya usisikii kukanyaga chini. Unajisikia tu ni pita juu ya watu. Usilale hivi, laleni hivi, toka hivi. Kanyaga kitu, unapita, naenda, narudi. Sasa anasema pamoja na kwamba unataka kujifanyia kakioto kako juu, mimi nitakushusha. Nitakushusha hata kama ungefanya kioto chako juu sana kama tai. Nitakushusha kutoka huko, asema Bwana. Moja kitu kinachomshusha mtu kwa haraka ni kiburi. Chunga sana hiyo. Unyenyekevu unampa mtu kuinuka. Kiburi kinamshusha mtu chini. Kwani kwaje? Moja ya kitu kinachomangusha shetani ni pamoja na kiburi. Ndio maana kiburi ni tabia ya kishetani. Shetani alisema nitapanda juu sana, niwe kama aliyemuumba. Nitapanda juu sana, juu mno. Yaani anachotaka aonekane yuko, yaani ameona kwanza ushaona kwani mimi na Mungu na tofauti gani? Mimi na Mungu na tofauti gani? Mimi na Mungu na tofauti gani? Hamna, sina tofauti. Mimi mwenyewe naweza nikawa Mungu. Mimi mwenyewe naweza nikawa Mungu. Kwa hiyo hamna shida, niabudiwe na mimi. Anajaribu kutafuta mantiki. Kiburi kinamfanya mtu ashushwe chini. Alisema atapanda juu sana, lakini badala yake alishushwa chini sana. Kwani Yesu alisemaje? Alisema anayejiinua atashushwa, anayejishusha atainuliwa. Njia nzuri ya kuinuliwa kuwa mnyenyekevu. Mithali 29:23. Moja ya tabia inayochangia. Mithali 29:23. Kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya hekima
ataheshimiwa. Kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Yaani kiburi cha mtu taratibu, watu wanashuka tu, nashuka tu, nashuka. Tabia ya kiburi. Kweli msalaba upo, lakini kiburi ni tabia inayomzuia mtu asiinuliwe, asiinuke tu. Mimi nakwambia mtu akishaanza kupata hela kidogo, kiburi kimejaa debe. Akiwa nazo nyingi, haendi huyo, anaanza kushuka. Mtu akishaanza tu kafika mahali fulani, kiburi kinamjaa. Kiburi kikijaa, haendi kokote, anashuka. Kwa sababu nasema kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Kiburi cha mtu kinamshusha mtu chini. Iwe kwenye ndoa utashushwa tu, iwe kazini utashushwa. Kiburi cha mtu. Oh, nimelogwa. Haujalogwa, una kiburi wewe. Kiburi ndicho kinachokushusha. Wakati mwingine maofisini watu hawatamani kufanya kazi na watu na mtu kama wewe. Unajua kiburi. Sasa unataka timu na watu wangapi? Na fulani bwana fulani hamna, muondoe. Hapana, ili kazi iende vizuri, fulani mtoe. Kwa nini? Kiburi. Kwa sababu tuna elimu, kiburi cha elimu. Elimu inakupa kiburi. Kwamba najua mambo, mimi na degree. Mimi najua na degree. Hakuna mtu anayeweza kuvumilia kukaa na mtu mwenye kiburi. Hakuna mtu. Kama hakuna mtu anayeweza kuvumilia kukaa na mtu mwenye kiburi, Mungu pia hawezi kuvumilia kukaa na mtu mwenye kiburi. Kwa sababu mtu mwenye kiburi anataka achukue utukufu yeye. Mtu mwenye kiburi anaweza kagomesha vitu. Lengo tu thamani yake itambulike, kwamba bila mimi mambo hayaendi. Anaweza kayaharibu tu mambo kwa sababu ya kiburi. Watafanyaje? Utanifanyaje? Ni kwanza ndo nimeshaolewa, kwa nini utanifanyaje? Nilisikiliza hii nikaipenda sana. Mtu mmoja akasema, jihadhari sana mwambie mtu utanifanyaje. Hauko kwenye moyo wa mtu wewe. Haujui mtu anawaza nini. Ni mtu jingine leo ikawaza tu hapa, haraka huyu sasa kumfanya nenda kununua mafuta, petroli na kuja kumwagia nyumba yako, napiga kiberiti. Tunamuuliza mtu atakufanyaje? Haujui anawaza nini ndani ya moyo wake. Mtu ni mtu, mheshimu tu mtu. Yaani hata kama unamuona anaweza kufanya jambo la hatari kuliko unavyofikiria na kudhani. Tumaini Mungu, simama katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu au tabia ya tatu, kutunza uchungu. Kutunza uchungu moyoni. Kutunza uchungu moyoni. Kutunza uchungu moyoni. Kutunza uchungu moyoni kunaambatana na kutokusamehe. Yaani kuna mambo ambayo mtu amefanyiwa. Maisha haya yana mapito mengi sana. Kuna jambo mtu kafanyiwa limemuumiza. Kwa sababu limemuumiza, limemsababishia uchungu fulani ndani ya moyo wake. Bahati mbaya sana, ule uchungu kautunza. Linapatikana tena jingine linamuumiza. Likimuumiza na chenyewe hilo anatunza uchungu wake moyoni. Linatokea na jingine tena. Sasa unakuta watu wengi sana ndani ya mioyo yao wamegeuza mioyo yao kuwa hazina ya kutunza uchungu, hazina ya kubeba uchungu, hazina ya kubeba maumivu. Namna alivyoumizwa kwenye ndoa, namna alivyoumizwa kwenye mahusiano, namna alivyoumizwa kazini, namna alivyoumizwa na ndugu zake, namna ambavyo ameumizwa na rafiki zake wa karibu sana aliowaamini.
aliwapenda, aliwathamini, wamemuumiza, wamemjeruhi. Uchungu wote huo umebebwa ndani ya moyo wake, ameutunza. Kuna baadhi ya vitu ukiongea naye unamkumbusha, nashangaa anaanza kulia. Vipi? Kumbusha kabisa alivyonitenda baba fulani, hii kwa kweli, analia. Kuna jambo ukiongea naye unamkumbusha namna ambavyo ameumizwa na rafiki zake. Mimi marafiki, hapana kabisa, kwa kweli unanikumbusha, nilikuwa na rafiki yangu fulani. Kwa kweli nikisikia hivi mpaka najisikia kutetemeka. Tuache tu haya mambo. Kwa nini? Moyo wa huyu mtu umebeba uchungu, maumivu. Moyo wa namna hii hauendagi popote. Mtu wa namna hii haendagi popote, haendagi popote, haendagi popote, wala haendi popote. Kwa nini? Kwa sababu moyo wake ni hazina inayotunza uchungu, ni hazina iliyokusanya uchungu, imeubeba uchungu, imeung'ang'ania uchungu, haiachilii. Labda na maandiko kidogo hapa ya kukusaidia. Kwa wale wanaoandika utajie, alafu tuyasoma. Ndio kitabu cha Ayubu sura ya 21 mstari wa 25 mpaka wa 26. Ayubu 21 mstari wa 25 mpaka 26. Tumeandika? Nawaangalia sasa, sioni kama mmeandika. Okay. Zaburi ya 64 mstari wa 3. Zaburi ya 64 mstari wa 3. Zaburi ya 73. Zaburi ya 73 mstari wa 21 na wa 22. Alafu tuanze kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 18. Sura ya 43 ya nabii Isaya mstari wa 18 na wa 19. Nikusomee. Sema hivi: msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Sasa sikia, Mungu anahitaji kufanya jambo jipya kwa hao watu. Ili afanye jambo jipya, anawaambia msiyakumbuke mambo ya zamani, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Uchungu na maumivu ni vitu vinavyomfanya mtu aishi zamani. Ni wakati uliopita, yuko sasa, lakini anaishi zamani. Yaani aliumizwa 2019 huko, 2020 huko, yuko 2026, lakini bado anaishi 2021 hiyo, 2019 hiyo. Kwa sababu anayaishi maumivu yale yale. Anahisi vile vile. Anatafakari namna alivyoumizwa. Anatafakari namna alivyojeruhiwa. Mwili wake unatetemeka, mifupa yake inaugua ndani. Kwa hiyo ameshapita, yuko 2026 leo, lakini
nafasi ya kumfanyia jambo jipya. Mungu alikuwa anataka mlango wa kutenda kitu kipya kwa hawa watu, anaukosa kwa sababu kuna mambo ameyang'ang'ania, hataki kuachilia. Kuna vitu amevibeba, hataki kuachilia. Na kwa sababu hiyo hakuna kitu kinachozaliwa kwenye moyo huu. Hakuna uchumi mpya unaozaliwa kwenye moyo huo. Kwa hiyo niseme hivi, uchumi ukipita ukaenda, acha uende. Ulikuwepo, umeenda, acha uende. Futa kwenye moyo wako, anza upya. Ulikuwa kwenye mahusiano yakaharibika, yakakuumiza, yakakujeruhi, yakakuinulia maumivu. Huwa nasema hivi na niseme hivi, kuna mambo yakitokea yafatiki. Yaani halipo jambo litakalo sema kwamba liondoe kwamba Antutufye hajawahi kuumizwa na fulani. Hapo kakipande kafuke kapo pakakinyesha kapo kanabaki vile vile. Lakini sasa wewe uliyeumizwa ndani ya moyo wako, imepita hayo ya kale, yaache, anza upya. Hatimaye sana mama ni wahanga na wanaume na wenyewe ni wahanga, ili wanawake ni wahanga zaidi. Sitakuja kuolewa kabisa, mimi sitakuja kuoa kabisa, kwa hiyo nilivyotendewa sitakuja kuolewa kabisa, kwa hiyo nilivyotendewa sitakuja kuamini mtu. Tengeneza sahari ya kwako, ishi tu kwenye dunia peke yako, utaki kuamini mtu. Unaweza kuona pia hivyo, hata kupulizia perfume ya sumu ukafa. Tengeneza dunia yako, usiamini watu. Tengeneza, sizungumzi mimi waamini watu. Mimi nazungumza yaachilie mambo mengine, yaache apite. Utakufa tu bure. Utakufa tu. Yaani unajiua mwenyewe. Sio tu unamnyima Mungu. Angalia kila anachosema Mungu. Anasema hivi, jamani, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Msiyakumbuke hayo ya kuumizwa, ya kujeruhiwa, ya kutendwa. Msiyakumbuke ya kukataliwa, ya kufilisika. Msiyakumbuke. Tazama, nitatenda neno jipya, asema Bwana. Je, hamtajua sasa? Nitafanya njia hata jangwani. Kuna muujiza upo, lakini muujiza hauendagi kwenye moyo wenye uchungu. Muujiza na uchungu havikai pamoja. Muujiza na maumivu havikai pamoja. Yaani havipiki chungu kimoja. Mtu aliyeng'ang'ania maumivu na uchungu hataki kuachilia vitu, haendi kokote. Na kuna watu wana tabia hiyo, haendi kokote. Hata kama angekuwa naomba masaa ya kutosha, haendi kokote, kwa sababu anamnyima Mungu kufanya jambo jipya. Anasema nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Asala mojawapo tu nikupe hapo. Asala mojawapo ya kubeba hiyo. Kwanza inaharibu afya. Vita hizo yote inaharibu afya. Uchungu wote ndani ya moyo wa mtu unaharibu afya. Unaleta ugonjwa wa mifupa. Swala muda tu. Anza kusema ni magoti. Magoti yanauma. Magoti yanauma. Jamani, mimi mgongo. Uchungu unasaga ndani. Ile nyongo inaangukia kwenye mifupa. Inasaga. Jamani, mimi ukienda kupima hospitali unakwambia bwana hauna shida. Nini? Kwa sababu hata nyama ya mbuzi wewe hauli kusema kwamba wakwambie punguza kula nyama na kula kimchicha. Kula kimchicha na bamia na nia kwa kawaida. Ni hasara. Inamnyausha mtu ananyauka. Nikusomee Ayubu hiyo tuliyoandika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Angalia jirani yako kama amenuna. Mwambie usiyakumbuke mambo ya kale,
Maana hapa tunatonesha wengine kale kakaka kashetani sana. Kashetani kanzio kanapeta kanaenda kanadunda. Yaani ni wewe tu na vijamaa vinavyojuaga kukaa vibaya kwenye mioyo ya watu kimekaa hivi kiushazani. Yaani ukitembea hivi unasikia maumivu ya moyo, kanakuchoma. Alafu kanadunda kanaenda tu hakana habari. Kuna vitu viko hivi mtu wa Mungu. Ukiona huwezi kukumbuka vitu vingine vidharau tu. Dharau tu. Ukiona huyu mbona siwezi. Unaona kama kuna namna fulani hawezi. Dharau tu. Dharau na yenyewe ni kitu cha kukusaidia. Kuna vitu vipuuzie tu. Puuza tu kutoka ndani ya moyo wako. Puuza tu. Wakati mwingine futa kama sijawahi kukutana na mtu. Antutufia. Mimi kwenye maisha yangu sijawahi kukutana na antutufia. Mtu alikuza ndo nani? Yule dada gani? Yule mchumba wako. Kuna nini huko? Kwanza nasitaki kusikia habari zake, hapo ondokeni hapo. Ukisikia tu antutufia mapigo ya moyo na utakufa hapo na kaacha kantutufia kanapeta tu. Kanaolewa na mwingine huko, maisha yanaenda vizuri kabisa, kanazaa na watoto. Unapofuata hujazaa mtoto, asala kweli. Hujaacha alama dunia, asala. Umeshinda kuacha hata nyumba na nini? Hata basi hata mtoto. Wache alama aendeleze jina lako. Wasema bwana, Malemu bwana amekufa mapema. Ila ametuachia mtoto nafuu. Kantutufia kanazaa watoto wengi huko, kanakula tupata. Watu wengine puuza mambo. Puuza watu wengine. Ukiyazingatia kadiri unavyoyazingatia maumivu, kadiri unavyozingatia kutengwa, kuumizwa, maumivu yanaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Haya, ngoja mimi niwaambie kitu. Ukiwa katikati ya watu kuna matatizo. Na matatizo mengi sana. Unapiga story. Unajiona kama umepona hivi, si ndio? Uko sawa kabisa moyo, unakuwa na flash stories zinaenda. Ukibaki peke yako hivi kama matatizo yameanza. Jamani amebaki peke yake, John. Yaani ulikuwa unajiona umepona, unaona mambo yanarudi kwa speed, unajikuta tena umekuwa mgonjwa. Ukikaa kwa watu hivi umepona. Ukikaa peke yako hivi unakuwa mgonjwa. Kwa nini? Unayazingatia maumivu, unayazingatia matatizo. Mambo mengine mimi nakwambia, puuza, utakuwa salama. Puuza tu. Yaani hamna namna, puuza tu. Nitoa ushuhuda usio mzuri sana. Nilikuwa na muumini mmoja. Nitokea kama msaidizi haya mambo haya kwenye kila mafanikio. Namna yake. Nilikuwa na muumini mmoja mzuri sana. Mungu alimbariki. Akawa na mafanikio makubwa sana. Akaanza kumiliki semi ya kwanza, ya pili, ya tatu, kama tatu. Magari ya kawaida kama hapa. Akafilisika. Kwa sababu na miladi mingi. Filisika ukaanza kupigwa mmoja, unapigwa. Naomba, ushirikisho tunaomba, lakini vitu vinapigwa. Vyote vikaisha. Tukio la mwisho lilikuwa la kupata ajali na gari yake. Na gari kupata ajali. Gari kaning'inizwa skrepa. Akasema ili niendeze maisha, akaiuza ile gari, akaendeleza miladi yake. Miladi ikagoma. Kaenda kukopa benki. Miladi ikagoma. Nyumba ikataka kuuzwa, ikaandikwa na benki pale. Nyumba inauzwa. Sasa kwa nini kwambia nitopenda kwake? Kanisani alikuwa anakuja na gari kali, anapaki kama pale. Kali. Wakati mwingine hata na familia yake wanapaki gari pale. Kali. Mtu ambaye anatoa, mtoaji kanisani anaeleweka. Yaani akisema kwamba wanajua miongoni mwa fulani. Vitu vikaisha. Cha kwanza nilichopenda hakuacha kanisa. Tukio moja baya sana. Kaja na baskeli kanisani. Baskeli, mtu aliyekuwa ana drive gari kuja kanisani, anakuja anaendesha baskeli. Wewe si umeshajiingiza zamani? Wewe? Tunatoka ibadani, baskeli yake, baskeli ya Mungu ilikuwa kivuli, tunaelewa tabia kivuli kikiwa hapa hivi, kiweka hapa hivi.
kinahama. Kimehama, jua limepiga pale, jua limepiga, basikeli haina upepo. Tunatoka pale, mtu aliyekuwa anawapakia watu kwenye gari hivi anakokota basikeli, imeishiwa pumzi. Kwa sababu tu mfano unaweza kuona ni jambo jepesi. Niumia sana moyoni. Sana kwa ajili yake. Sasa angalia, kanisani anakuja hivi hivi na mpaka kesho. Na Mungu ameshaanza kumuinua. Kwa sababu nasikia habari zake. Alikuwa na mwili. Unajua ile kibinadamu mtu anaona mafanikio atapungua tu bwana, atapungua. Si kama ambavyo watu tabia ya kishetani na wewe. Tabia ya kishetani tukiona mtu mwili umepungua, wewe una shida gani? Sio kila anayepungua ana shida. Wewe kwa watu wako, kwani una shida gani? Una mawazo gani? Kwani kila anayepungua ni mawazo? Ni mawazo. Mawazo tu ndio yanapunguzaga watu. Cheni hizo bwana. Wengine wanakuwa na mambo yao tu. Wanamtafuta Mungu kwa namna yao tu. Wana vitu vyao tu. Wengine wameamua tu kwamba nipunguze mwili. Ana hela na kila kitu, ila ameamua kupunguza mwili. Jamani, ni jamaa kwanza hata mawazo hayo. Yaani ukikaa naye hivi, sijui ile kukaa na kwanza hata habari hana. Ile nyumba ilipopigwa pini, akaenda kupanga nyumba nyingine. Akanika mchungaji. Unasema nimehamia. Njoo niweke, njoo nitakase nyumba yangu. Nikaenda. Ametoka kwenye nyumba yenye vigae, yenye vyoo ndani na nini. Ameenda kupanga nyumba ambayo choo lazima utoke uende. Wakati mwingine kuoga, unaoga kitu kinaonekana huko juu. Alafu mtu ana amani na anadunda tu. Wengine mnajining'iniza. Mambo yakipita acha yapite. Yakitokea. Kugombana na mambo yaliyotokea wakati mwingine hakukusaidii kitu. Kunaongeza tu matatizo. Kwa sababu utafosi kuendelea kutakuwepo. Utafosi kuendeleza kutakuwepo. Maumivu yatazidi. Yanayopita yapite, kubali yapite, anza upya. Ruhusu moyo wako, achilia watu. Watu wako wengi duniani. Wako wengi, tafuta mtu mwingine, muamini, muweke moyoni. Akizingua toa, weka mwingine moyoni. Unamwamini, akizingua toa, weka mwingine. Unasumbuka nini? Maisha yako hivi. Toka dhambi imeingia duniani, maisha yameshaharibika. Watu wameshaharibika. Unayemwamini leo, kesho anakuwa adui yako. Usijiaminishe mno kusema kama sasa mimi ndio basi. Wapo watu wa kwani. Okay, nikusomea andiko. Jamani. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako kubali kuanza upya. Ndio nakimbia sana. Ayubu 21 nimesema mstari wa 25. Tuangalie juu ya roho ya uchungu hapo. Mwingine hufa katika uchungu wa roho, asionje mema kamwe. Mwingine hufa katika uchungu wa roho. Biashara nyingine zinakufa katika uchungu wa roho. Huduma nyingine zinakufa katika uchungu wa roho, yale yaliyotendwa kwenye huduma. Kazi nyingine zinakufa katika uchungu wa roho, yale yaliyotendewa kwenye kazi. Asionje mema. Usikubali kufa katika uchungu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kufa katika uchungu wa roho kwa jina la Yesu aliye hai. Lazima uonje mema. Mema yako hapa duniani kwanza, baadaye mbinguni. Mema hapa duniani kwanza, baadaye mbinguni. Sio kujitia nikifika mbinguni, huko mbinguni ndio nitafarijika. Hapa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 26 unasema, wao hulala mavumbini sawasawa, mabuu huwafunika. Sasa unakufa katika uchungu wa roho, unalala mavumbini. Nalala mavumbini, kufa katika uchungu wa roho, haujaonja mema. Kwa hiyo uchungu, tabia ya kutunza uchungu inamzuia mtu kuinuka. Kwa sababu uchungu unaua. Mtu anakufa katika uchungu wa roho. Mtu mwenye uchungu hawezi hata kuomba. Hawezi kabisa hata kuomba. Hawezi hata kuomba. Okay, Zaburi ya 64 haraka.
Zaburi ya 64 mstari wa 3. Waliounoa ulimi wao kama upanga, wameielekeza mishale yao maneno ya uchungu. Maneno ya uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nisikilize hapa haraka. Maneno ni mishale. Maneno ni mishale. Kuna maneno ambayo ukisikia hivi linachoma moyo, mpaka moyo unasikia unauma. Chukii sema na mshale unachoma. Ni maneno. Sasa wako ambao wanatunza hayo maneno ndani ya mioyo yao. Wanayakumbuka hayo maneno. Hayo maneno yanaamsha uchungu. Elewa, anasema wamezinoa ndimi zao. Maneno yao ya mishale. Usome vizuri. Anasema waliounoa ulimi wao kama upanga, waielekeza mishale yao maneno ya uchungu, wapate kumpiga mkamilifu faragani. Kwa ghafla humpiga wala hawaogopi. Sema jamani, mimi nilikuwa nimekaa tu, sijajua maneno yametokea wapi, sijajua sijui vimeanzia wapi. Mimi nilikuwa nimekaa tu. Wamekaa asilini, wamekaa huko, wanataka wakupige. Usituze uchungu moyoni. Usiruhusu kila neno liingie ndani ya moyo wako. Wakati mwingine zuia taarifa nyingine. Mfano tu, Antutufi, elewa nisamee. Jamani, kuna Antutufi huko ndani. Wewe unaelewa kwamba akisemaga tu Antutufi anisemagi mazuri. Kwa nini utaki kusikia Antutufi anasema nini? Chana naye. Chana naye. Ukiona tuseme Antutufi calling na nitapala Antutufi. Sema kumekucha. Usipokee. Kwani upokee? Usipokee. Ukimhurumia sana mwambia, "Saizi niko busy, nitafute baadaye." Nina jambo nataka nikwambia, no, baadaye. Ni wewe tu ndio una moyo kusema, atajisikia vibaya. Yenyewe alijisikia. Wewe toe mfano huu. Tena ni hapa Mungu atusaidie. Yaani kuna mtu alikuwa anampelekea taarifa mtu. Maneno ya kumuumiza ili aumie. Sasa wakati anamueleza, anaelezwa yuko kuru tu, sawa. Anatoka pale, anaenda kuambia hivi, ndio kwa nini mtu? Nimemwambia kwa nini anashtuka? Kwa nini anaumia? Haumii hata. Kuna watu wanaleta maneno, lengo ni kukuumiza. Ukishamwelewa mtu wa namna hiyo, ya nini kumpa nafasi? Tukutane mbinguni, tukikutana hivi tunasalimiana. Mimi sitakutunza. Bwana Yesu asifiwe, amen. Habari ya uzima za siku nyingi nzuri. Usiniulize naendeleaje, sikuulizi unaendeleaje. Kila mmoja endelee na maisha yake. Sasa wewe kulazimisha salamu, unaendeleaje? Yaani mnatafutana kwa mazungumzo mengine vinavyoletea shida. Sasa siku tatoka siku ile. Hapo ndipo ninapata, wewe nimesikia, umeumia tayari. Biblia inasema hawa ndugu wanaunoa ndimi zao kama panga, wanaielekeza mishale yao ya uchungu, wapate kumpiga mtakatifu faragani. Na kwa ghafla humpiga wala hawaogopi kukuumiza. Wanakupiga wanapotaka, hawaogopi. Unakataa mimi mazungumzo mengine mimi. Bwana Yesu asifiwe, amina. Kama maisha mnaendelea vizuri, mambo mengine vizuri. Nilikuwa na shida saizi naona hamna, ni shida tu hamna. Kwa nini uruhusu mtu aje akuumize moyo wako? Kwa nini? Maneno, na wengine mmepigwa na maneno hapa. Tena sasa mama, wanawake, Bwana Yesu asifiwe. Wanawake, Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu hapa anakaa kisa kake. Alipigwa neno hapo, wengine mmepigwa maneno na mawifi. Neno lenyewe kabisa limenyoka. Somo moyo. Wengine mmepigwa na ndugu zenu.
Mimi wanawaambia hivi, ni ukweli usiopingika. Wakusanye wamama, waweke wamama 10 mahali hapa. Ukija kesho hauwakuti salama. Ukiwakuta salama, Mungu aliingilia kati. Waweke tu wamama 10 mahali wiki. Utakutana majina ya ajabu. Yule shetani, yule jini kabisa yule. Lakini waweke wababa mahali, utawakuta salama. Wahanga wa maneno ni wamama, wanawake. Wanashambuliana kwa maneno hatari na wanajua kupanga maneno. Okay. Zaburi ya 73:21. 73:21. 73:21 inasema hivi. Moyo wa uchungu, moyo wangu ulipoona uchungu, viuno vyangu. Moyo wangu ulipoona uchungu, viuno vyangu viliponichoma. Nalikuwa kama mjinga, sijui neno. Nalikuwa kama mnyama tu mbele zako. Angalia, uchungu unapoingia, viuno vinaanza kuuma. Mifupa inaanza kuuma. Tafsiri yake, mifupa inaanza kuuma. Angalia, unakuwa tu kama mtu ambaye unakuwa kama mjinga tu fulani hivi. Nini maneno? Yaani kuna mishale imetupwa ya maneno inakuvuruga. Anasema nalikuwa kama mjinga, sijui neno. Nalikuwa kama mnyama tu mbele zako. Nini kimemtoa? Uchungu kwenye moyo, maumivu kwenye mifupa. Anakuwa kama mjinga, anakuwa kama mnyama. Ndio hapo unaona mtu hajionei thamani tena. Mimi bwana. Okay, sawa. Muda wetu unasogea sana. Kwa hiyo tabia ya kutunza uchungu na maneno yako yanayoleta uchungu, matendo yako yanayoleta uchungu, kwa tabia za mtu zinaweza kumshusha mtu chini. Jambo la mwisho, tukaombe. Jambo la mwisho haraka. Kitu kingine kinachoweza kumshusha mtu chini ni watu. Binadamu. Mathayo sura ya 10 mstari wa 17. Mathayo sura ya 10 mstari wa 17. Mathayo sura ya 10 mstari wa 17. Anasema, jihadharini na wanadamu. Jihadharini na wanadamu. Huyu ni Yesu. Anasema kuweni makini na binadamu. Moja ya kiumbe cha kuwa makini nacho ni binadamu, kwa sababu binadamu ana nguvu yake. Jihadharini na binadamu. Binadamu, watu wanaweza kushusha chini. Watu wana nguvu ya kushusha chini. Watu wanaweza kufanya uwe chini. Kitabu cha Mwanzo 37:19 mpaka 20. Kitabu cha Mwanzo sura ya 37 mstari wa 19 mpaka 20. Watu wanaweza kushuka chini. Hii ni habari ya Yusufu. Jamani, hayakuwa mapepo, nielewe, walikuwa watu. Ndugu zake na Yusufu walimuona Yusufu anakuja kwa mbali. Wakasema, yule bwana ndoto anakuja. Ngoja tumuonyeshe leo. Tumtende leo. Anajifanya sana. Ni watu. Tena watu wenyewe ndugu waliotoka kwenye kiuno cha baba mmoja anaitwa Yakobo. Tumkomeshe huyu bwana mdogo. Ni watu wana nguvu ya kumshusha mtu chini. Wakiamua kumshusha mtu chini, wanamshusha. Mnara wa Babeli ulijengwa na watu waliokubaliana kufanya jambo fulani. Jihadharini na binadamu. Jihadhari na watu. Watu wanaweza kushusha chini. Ndugu zake Yusufu wakamtia milikani. Watu wanaweza kukutia milikani, wanakushusha chini. Wanasemaje? Tumuone huyu bwana ndoto anajifanya
Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 28 mpaka 33. Samueli wa kwanza 17 28 33. Nia ya watu wengi ni kuwashusha watu chini. Nia ya binadamu wengi, watu wengi, nia yao ni kuwashusha wengine chini. Kuna watu wanaamini kabisa wewe hauwezi. Usifikirie watakwambia kwamba unaweza. Kuna watu wanaamini kabisa wewe umeshaisha, umeishiwa. Ni mchunga kondoo kule, hutakiwi kuja mjini. Unakujaje mjini? Ukiwaambia unakuja mjini, watakurudisha kijijini. Hautakiwi kuwa huko, hautakiwi kuwa mjini, rudi kijijini. Ndugu walimwambia Daudi, haufai kuja tu hata kuvitazama hivi vita, hautakiwi. Wanaamini hivyo. Watu hawaelewi uwezo ulionao. Wanaamini hauwezi kufanya biashara, hauwezi kufanikiwa. Anasimama kinyume chako. Ukiwaangalia watu na wewe unabaki chini. Angalia Yesu aliyekuita. Angalia Yesu aliyekuita. Mfalme alimwambia Daudi, Daudi, bado mtoto mdogo wewe, hauwezi kitu. Tulia, hauwezi kitu wewe. Mfalme, ndugu amemwambia watu hao. Mfalme anamwambia, huyu ni mtu wa vita toka ujana wake, wewe humwezi. Daudi akasema no, naweza. Watu wanaweza kukuweka chini. Watu wanaweza kukuweka chini kwa maneno yao, kwa matendo yao na kwa msimamo yao. Wanaamini kwanza huwezi kumiliki hela. Wanaamini hauna akili ya kumiliki hela. Wanaamini hauna akili ya kujenga nchi. Wanaamini hauna akili ya kuolewa. Wanaamini hauna akili ya kuoa. Kwani wewe hujaona wakiona mtu kaolewa sasa, huyu naye kaolewa. Huyu kaolewa huyu. Hawaamini, wanaamini hana akili ya kuolewa. Huyu naye kafaulu. Huyu kabisa. Wanaamini hana akili ya kufaulu. Watu jihadhari nao. Ukiwasikiliza sana watakupoteza. Tafuta watu wachache wa kuwasikiliza. Chagua watu wachache wa kuwasikiliza. Wakikosekana, msikilize Mungu. Anaweza akapatikana mtu mmoja tu. Kwenye ushuhuda katika pitapita hizi, mtu mmoja akaniambia, nilienda kwa mtu mmoja nikamwambia hivi, nataka niuze vitu vyangu na kukabidhi vitu vyangu hivi. Yule mtu akanikatalia. Akasema mimi siwezi kununua vitu vyako, baki navyo tu, endelea kusimama. Hizi nyakati zinapita. Sasa mtu wa namna hiyo ni mtu anayekutakia mema. Ukiona wengine wote hawawezi, tafuta tu mtu mmoja, atapatikana. Mungu atakuinulia tu mtu ambaye atakwambia maneno ya kutia moyo. Simama na huyo. Wengine wote tutasalimia, tunamani habari za asubuhi, kumekucha. Nenda. Changamoto moja tu kwetu sisi, tunajipima kwenye viwango vya kukubalika na watu. Ukijipima kwenye kiwango cha kukubalika na mtu, hauendi kokote. Mimi watu waliniambia kwanza siwezi kuwa mtumishi wa Mungu. Ilikuwa 2007 2006 huko. Hauwezi kuwa mtumishi wa Mungu. Wewe kabisa wewe. 2004 2005 hiyo. Sema hauwezi tu. Wengine wakanipa miezi, wengine wakanipa mwaka. Mimi nasema miaka 2 tutaona. Lakini leo ni 2026. Toka 2006 2005 huko mpaka leo hii nipo. Ningewapa nafasi, ningesema jamani, wewe tu niende tu mimi, labda niwe tu hata nikasome waya, niwe fundi umeme, nikasome mambo ya bomba, niwe fundi bomba, niende tu labda viko vingi. Nikasema no, Mungu aliniita wewe, ndio atakayesimama nami. Usijipime
nguvu ya msalaba ikuinue kutoka katika vizuizi vya watu wanaokuzuia, vizuizi vya watu. Kwa hiyo tutaomba hivyo, nguvu ya msalaba ikutoe katika nguvu ya dhambi, lakini kutoe katika tabia